Bana, baada ya upande wa klabu ya Yanga mambo kuwa mabaya, sasa kwa upande wa klabu ya Simba ndiyo ambaye sasa anatazamwa kitu gani hasa ambacho atakitoa huko nchini Tunisia, ambapo tunafahamu wanashuka dimbani kupambana na Esperance de Tunis. Moja ya mechi ambayo tunafahamu haitakuwa rahisi, lakini kwa upande wa mwalimu Steve Barker amekuja na kikosi ambacho anaamini kabisa kwamba kitakwenda kumpa matokeo ambayo yanaridhisha zaidi. Na mimi tayari hapa nina kikosi ambacho kinaanza moja kwa moja kwenye mchezo huo. Lakini pia kabla hatujakwenda kuangazia hapa kikosi, nikukumbushe tu kwamba hii hapa ni Swahili Media. Kama bado hujaweza kusubscribe, basi nikuombe subscribe ili tuwe pamoja siku zote. Mimi naitwa Chicharito, karibu tuweze kuangazia kikosi kwa upande wa klabu ya Simba dhidi ya Esperance de Tunis. Kwa upande wa golini yupo goalkeeper mpya Jibrila Kasali. Tunafahamu kwa upande wa Kasali ambaye amejiunga ndani ya klabu ya Simba siku chache zilizopita, na hatimaye mechi ya kwanza tu anapata nafasi ya kuweza kuanza, ambapo tunafahamu kwa upande wa Kasali ni kipa ambaye amekuwa na tunasema kwamba ni goalkeeper ambaye ameweza kuonyesha uwezo mkubwa alikotoka, ndio maana Simba wakawa wameweza kumsajili. Hivyo kwa upande wa mwalimu atakuwa akimtegemea zaidi kwa nguzo ya mwisho dhidi ya mashambulizi makali ambayo watakuwa wakifanya Esperance de Tunis kwa ajili ya kuanzisha mashambulizi kwa pasi ndefu. Lakini pia kwenye upande wa beki ya pembeni kulia yupo Shomari Kapombe. Upande wa Kapombe tunafahamu ni mzoefu, lakini pia huyu ni nahodha ndani ya klabu, nidhamu na uwezo, amekuwa na uwezo mkubwa zaidi. Jukumu lake kubwa itakuwa ni kuzuia mashambulizi kwenye eneo la pembeni kushoto, huko kusaidia mashambulizi kwa cross ambazo atakuwa anazipiga zaidi kwa upande wake. Lakini pia kwenye upande wa beki ya pembeni kushoto yupo Anthony Mligo. Kwa upande wa Mligo tunafahamu ni beki ambaye ameweza kuonyesha uwezo mkubwa kutokana na kile ambacho amekuwa akikitoa ndani ya klabu. Hivyo kwa upande wa Esperance watakuwa wakipata kazi ngumu zaidi kwa upande wa Mligo kutokana na vile ambavyo amekuwa na uwezo wa kuzuia zaidi. Lakini pia kwenye upande wa mabeki wa katikati yupo Rashid Dirak. Kwa upande wa Rashid Dirak tunafahamu ni beki ambaye amekuwa na akili ya kuweza kusoma mchezo, ni beki ambaye amekuwa ni mtulivu. Jukumu lake kubwa itakuwa ni kupanga safu ya ulinzi na kusaidia kuanzisha mashambulizi kutokea nyuma. Lakini pia beki mpya Ismail Toure ndiye ambaye watasimama moja kwa moja pamoja na Rashid Dirak kwenye eneo la katikati. Toure kwa upande wa mwalimu Steve anamfahamu vizuri, hivyo Ivory Coast huyu amekuwa na uwezo mkubwa kusaidia mashambulizi. Hivyo kwa upande wa mwalimu atakuwa akimtumia zaidi kupanda juu na kuweza tunasema kwamba zile pasi ambazo zitakuwa zinapitia kwenye eneo la katikati. Huku kwenye eneo la viungo wa katikati kwa upande wa mwalimu amekuja na viungo wawili. Yupo Yusuf Kagoma. Kwa upande wa Kagoma tunafahamu ni kiungo ambaye amekuwa ni mpambanaji mara zote. Yeye kazi yake kubwa itakuwa ni kuvunja zaidi mipango ya Esperance kwenye eneo la katikati, lakini pia kwenye eneo hilo atakuwa peke yake, atasaidiana na Nabi Kamara. Hapo kwa upande wa Kamara tunafahamu uwezo wake wa kusambaza mipira na kutuliza mchezo. Kwa upande wa kocha atakuwa akimtegemea zaidi kudhibiti tempo ya mchezo na kuunganisha ulinzi na kufanya mashambulizi. Lakini pia kwenye eneo la kiungo mshambuliaji yupo Neo Maema. Kwa upande wa Maema tunafahamu amekuwa ni mchezaji ambaye ni mbunifu mara zote. Yeye jukumu lake kubwa atakuwa yuko huru zaidi kwenye eneo la mbele kwa ajili ya kuwarisha mipira wa washambuliaji. Lakini pia kwenye eneo la winga pembeni kulia yupo Libase Gueye. Gueye tunafahamu ni usajili mpya huu ndani ya klabu, na mchezo wa kwanza anapata nafasi ya kuweza kuanza kutokana na kile ambacho mwalimu ameweza kumtazama kwa upande wake. Kwa upande wa mwalimu atakuwa akimhitaji zaidi kukimbia kwenye eneo hilo kwa ajili ya kupeleka mipira kwenye eneo la katikati. Wakati huo pia Eli Mpanzu anasimama kwenye eneo la kushoto. Mpanzu tunafahamu ana kasi, jukumu lake kubwa ni kushambulia kwenye eneo la pembeni huku akiwa anaingia kwa katikati zaidi. Lakini pia mshambuliaji wa mwisho ni Jonathan Soa. Kwa upande wa Soa tunafahamu ni mshambuliaji ambaye amekuwa na ufanisi mkubwa, hivyo yeye moja kwa moja atakuwa ndio mshambuliaji ambaye anatazama zaidi kwa ajili ya kuweza kufunga ile tunasema kwamba zile nafasi za mwisho, ndiye ambaye kwa upande wa mwalimu Steve Barker atakuwa akimtegemea zaidi.